Tumekuwa tukipokea kesi tofauti tofauti za kutetea wauguzi na wakunga katika maeneo yao ya kazi, aidha katika kufanya kwao kazi wanakutwa na tuhuma mbalimbali. Sasa ninaomba nitumie nafasi hii kusema kidogo. Sisi chama cha wauguzi Tanzania tuna embrace professionalism, yani ule utaaluma. Ndio maana ukisoma hata katiba yetu we advocates taaluma na mwanataaluma. Kwa hiyo tunakutarajia wewe unapokuwa umeajiriwa uhakikishe unafanya kazi yako kwa misingi ya taaluma na kudemonstrate tabia za kitaaluma, lakini pia na sheria nyingine zinazokuongoza katika eneo lako la kazi, ikiwemo sheria za utumishi wa umma zinazokulinda na sheria zingine za nchi. Katika hiyo misingi ya uadilifu na tukabaini umeonewa, tutakutetea katika mpaka hatua ya mwisho. Lakini inapotokea haufanyi zile tabia za kitaaluma, unavunja miongozo ya kiutumishi wa umma na inabainika hivyo, lakini pia na sheria zingine za kijinai za nchi, unatupa wakati mwingine ambao ni mgumu wa kutetea wewe. Naomba nitolee ufafanuzi kidogo wa kesi iliyotokea hapa Kibondo. Ni tukio ambalo inasemekana au linatuhuma ya kwamba mwanachama wetu mwenzetu alikuwa anafanya tuhuma za kijinai kwa maana ya rushwa. Sisi kama chama hatuna mamlaka ya kuchunguza jinai. Vipo vyombo vya kisheria ambavyo vimeundwa kwa mujibu wa sheria wa nchi yetu wa kufanya kazi hiyo. Lakini sisi ambacho hatukukubaliana nacho ni namna ya ukamataji uliofanyika. Ukamataji ambao tunaona mwanataaluma alikamatwa kwa kunyanyaswa, lakini pia mtu huyo ni mwanataaluma lakini ni mtumishi wa umma. Ipo